wawili ambao walinusuriwa. Na kutokana na ongezeko la visa vinavyohusishwa na changamoto za afya ya akili, wakazi wa maeneo mbalimbali ya Kikuyu wamependekeza kuanzishwa kwa kituo maalum cha kuwahudumia wanaokumbwa na matatizo hayo. Wito huo unajiri kufuatia kisa cha hivi punde ambapo mwanamke mmoja anadaiwa kujiteketeza nyumbani kwake katika kijiji cha Thamanda, kama anavyoarifu Kimangu Chege. Mwanamke mmoja kutoka kijiji cha Thamanda, eneo bunge la Kikuyu, kaunti ya Kiambu, amefariki dunia katika tukio la kusikitisha linalodaiwa kuhusisha kujiteketeza nyumbani kwake. Wanafamilia wanasema marehemu alikuwa akiendelea kutafuta msaada kutokana na changamoto za afya akili kabla ya mauti hayo, na ambapo amekuwa akienda kwenye matibabu. Na sasa hivi jana tuliweza kaongea na yeye mwendo wa saa 10:41. Akaniambia, ndugu yangu, njoo unione tuweze kuzungumza. Ila tu haikuweza kufikania, nimeweza kufika na nikapata ashaungua. Saa 8 hivi alikuwa ameletwa na watu wa kanisa, alienda kanisani mzuri, karegeshwa mpaka hapa. Baadaye mimi nikaitwa na jirani yangu akanikuta mpaka huko eka moja. Mimi kukuja hapa nikapata sisi yangu anapiga nduru. Sasa tukakuja na maadhi. Sasa ukuja naye hapa. Sikuamini. Kienda hospitali na kunywanga madawa, sasa anakuwa na hiyo shida ya akili. Tukio hilo limezua mjadala mpya kuhusu hali ya afya ya akili katika eneo hilo, huku wakazi wakieleza wasiwasi wao kuhusu ongezeko la visa vinavyohusishwa na msongo wa mawazo, migogoro ya kifamilia na ugumu wa maisha unaowakabili wananchi wengi. Hata wengine vijana unakuta wanaenda wakiongea kwa barabara, kwa maana nao tena hiyo shida ikifika anafikiria kunywa madawa ndio njia yake ya kujisaidia. Anakunywa madawa kidogo kidogo, hana akili mzuri, unakuta ako kwa barabara akiongea akiokota makaratasi. Ni wengi sana. Wakazi sasa wanaitaka serikali ya kaunti kwa ushirikiano na serikali kuu kuanzisha kituo cha afya ya akili kitakachotoa huduma za ushauri nasaha, matibabu na mwongozo wa watu wanaopitia changamoto za kisaikolojia, wakisema hatua hiyo itasaidia kuzuia visa kama hivi katika siku zijazo. Ofisi kama hiyo tuko na moja tu ambayo anakaa desk katika Kikuyu Police Station. Tuongezewe hata hizi post, tuwekewe hao watu ya kupeana counseling. Kwa maana mtu anajisikia ama unaona mtu yako ako na shida, unaenda unampeleka huko, anaenda sasa, na wale wataalamu hao ndio wanaweza saidia sana. Tuongezewe katika karibu na wananchi. Polisi wameanzisha uchunguzi kubaini mazingira kamili yaliyopelekea tukio hilo, huku mwili wa marehemu ukihifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha PCEA Kikuyu ukisubiri uchunguzi zaidi. Kimangu Chege, KTN, kaunti ya Kiambu. Na mtazamaji, taarifa